Neema tunayoiona leo ya amani na utulivu na kupendana ni matunda ya vijana waliopita miaka iliyopita. Wao waliweza kutumia ujana wao vizuri kwenye kuijenga nchi. Wito wangu na ujumbe wangu kwa vijana wenzangu Waislamu na wale ambao sio Waislamu, tusiwe mstari wa mbele kwenye kuibomoa na kuiharibu nchi yetu. Hii ni tunu ambayo tumeletewa na wazee wetu, tumeletewa na walimu wetu, tumeletewa na viongozi wetu. Ukisoma katika historia, neema unayoiona leo Tanzania, tunapanda mwendo kasi, tunapanda ndege, tunakwenda Rufiji kwa haraka. Zamani ukiwauliza kina mzee Jongo, Rufiji ilikuwa ni mwendo wa siku nzima au siku mbili huko njiani. Lakini leo unaweza kwenda Rufiji kwa muda wa dakika 45-30 umefika Rufiji. Zamani ukitaka kwenda Msanga Ngongele nyumbani kwetu unatumia siku mbili nzima huko njiani. Lakini leo unachagua gari gani upande kwenda Msanga. Kwa hiyo hizi ni neema ambazo watu wengi ukiwauliza wa miaka ya nyuma watakwambia ni namna gani Tanzania imeweza kupiga hatua. Tusidanganywe vijana wenzangu wa Kiislamu na wale ambao sio wa Kiislamu, tukaambiwa kwamba nchi yetu haina maendeleo. Nikitazama kwa mbali na waona wakina mama mmevaa madela mazuri, mmevaa madashidashi mazuri, mmevaa maabaya. Zamani bibi zetu walikuwa wanavaa kaniki, zilikuwa ndio nguo za thamani na gharama kwa miaka hiyo. Leo ukimletea mtu kaniki mtagombana, atakuona mchawi. Zamani wazee wetu walikuwa wanavaa vitambaa vya sanda. Zamani ilikuwa ukikutwa na sukari kilo 4 unapewa kesi ya uchumi. Zamani ilikuwa ukionekana una baisikeli inaonekana we ni tajiri. Kwa hiyo ukiitazama Tanzania ya leo na miaka iliyopita, Tanzania hii ina maendeleo makubwa na ina neema kubwa sana kufananisha na miaka ya nyuma ambapo wazee wetu maisha walioishi. Zamani ilikuwa wazee wanakwenda kupanga foleni kwa ajili ya unga wa njano. Njaa ilikuwa inatawala, unga wa njano ulikuwa na thamani. Lakini leo mahindi ya njano watu wanatumia kulishia ng'ombe, lakini zamani kilikuwa ni chakula, watu walikuwa wakipanga foleni. Kwa hiyo kuna maendeleo, tusidanganywe na maneno ya watu mbalimbali wanaokuja kutudanganya kwamba hakuna haki, hakuna maendeleo. Sio jambo la kweli. Yuko mwanafalsafa mmoja aliwahi kusema neno haki linakuja katika mtazamo wa haki, lakini inawezekana nyuma yake kuna watu wanabatili wameificha kwenye neno haki. Kalimatul haqi urida biha batil. Inawezekana ukaambiwa haki, lakini kumbe inawezekana nyuma kuna watu wanabatili wameificha. Inawezekana kuna watu wana agenda za kisiasa. Inawezekana kuna watu wametumwa kwa malengo ya kuja kufanya sabotage kwenye nchi yetu ya kiuchumi. Kwa hiyo tusidanganywe tukaaminishwa kwamba hakuna haki au hakuna maendeleo. Tufanyeni kazi, tupambane kwenye kuijenga nchi yetu. Sisi ndo vijana wa Kitanzania ambayo inatakiwa tuweze kusimama imara kwenye kuijenga nchi yetu. Tusiwe mstari wa mbele kwenye kuibomoa nchi yetu, kwa sababu ujana wetu utakuwa hauna athari yoyote. Wazee waliopita, vijana waliopita, athari yao inaonekana. Ndio maana leo mnaiona Tanzania ya amani. Ndio maana mnaona neema zote hizi, kwa sababu kuna watu ujana wao waliutumia kwenye kuijenga nchi hii.